uwe mmeshalijenga. Kwingineko, huku mjadala kuhusu mpango wa serikali wa kubinafsisha baadhi ya mashirika ya umma ukiendelea, kiongozi wa wengi katika Senate Aaron Cheruiyot ametetea mpango huo. Akizungumza huko Mosop katika kaunti ya Nandi wakati wa hafla ya kuchangisha fedha za kanisa, Cheruiyot amesisitiza kuwa kubinafsisha mashirika hayo ndiyo njia mbadala ya pekee ya kumwokoa mwananchi wa kawaida kutokana na mzigo mzito wa kodi. Seneta huyo aliwakosoa vikali wanaopinga mpango huo, akisema ni lazima serikali itafute mbinu mpya za kutafuta fedha badala ya kuwategemea walipa kodi pekee. Katika hafla hiyo hiyo, Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen aliunga mkono juhudi za serikali, akisifu mikakati inayowekwa kuimarisha uchumi na kuchochea maendeleo kote nchini. Mnasema ya kwanza rais afanye maendeleo. Ya pili, mnajua kwa sasa deni imefika mwisho. Kwa hivyo hakuna maneno ya kukopa. Mumesema asiongeze ushuru. Hamutaki atumie route ya privatization. Jameni, ni nini kweli mnataka Kenya hii? Nyinyi ni watu wanafiki ambaye hamna kwa akili zenu mipango ya maendeleo. Mheshimiwa Majority Leader ameongea mambo ya agriculture. Mmeona agriculture inaenda kusonga mbele. Tunaomba tu watu wa Nandi to adopt mambo ya latest crops, coffee, avocados na all this ndio tuweze tukasonga mbele pamoja. Mambo ya education rais amenyorosha. University ya Moi ilikuwa inaendelea kusama, Egerton, Nairobi, all those universities. But because of the plans ya rais, unaona kwamba rais ameweza kuhakikisha ya kwamba our universities are now up and thriving.